Aliyekuwa msemaji wa Simba ambaye kwa sasa amehamia Yanga, Haji Manara, ameipongeza timu ya Simba kufika hatua ya fainali na kuwataka mashabiki wa Yanga waache kununa ila wajipange kwa kufanya vizuri kombe la klabu bingwa mwakani. Manara aliandika ujumbe wake kwa kusema, kwa necha ya ushabiki wetu hapa nchini ni ngumu sana kwetu kupokea uchungu huu, lakini hiyo ndio football. Jana kwetu, leo ni kwao, na wala sio mwisho wa dunia kwa wao kufika fainali ya kombe la Loser. Tujipange kwa Champions League ya msimu ujao na tuvuke malengo yetu haya ya kujinunisha ni kujitia stress bila sababu. Waacheni watambe na ndio raha ya utani wetu wa jadi, alisema Manara. Simba ya Tanzania imetinga fainali katika michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika dhidi ya Stellenbosch ya Afrika Kusini baada ya kutoa sare katika mchezo wa vuta ni kuvute na kuwa na faida ya goli la mchezo wa kwanza lililofungwa na Jean Charles Ahoua. Katika mchezo huo kipindi cha kwanza kilimalizika kwa timu zote bila kufungana, ambapo pia kulikuwa na matukio ya kushangaza likiwemo lile la Kibu Denis kuchezewa ndivyo sivyo, lakini VAR ilikataa kwamba sio penalti na kufanya mchezo kuendelea kuchezwa na hatimaye kwenda dakika 45 bila yeyote kuibuka mbabe. Kipindi cha pili kilianza kwa kasi ambapo Stellenbosch walianza kulisaka lango la Simba kwa kupiga mipira mirefu iliyoshinda kuleta manufaa yoyote na kufanya Simba waendelee kupata matumaini ya kuendelea pale walipoishia. Hata hivyo, Simba kwa mara ya mwisho ilitinga hatua ya fainali mwaka 1993 dhidi ya Stella Club Abidjan Ivory Coast na kushindwa kuchukua kikombe hicho. Simba atakutana na RS Berkane ya Morocco ambao ni washindi mara 2 wa kombe la shirikisho Afrika na mshindi mara 3 wa CAF Super Cup, ambapo mchezo wa kwanza utakuwa Mei 17, 2025 na Simba watakuwa ugenini. Yanga iliweka rekodi ya kuwa timu ya 28 kufika fainali ya kombe la shirikisho Afrika ambalo kirekodi lilishikiliwa na klabu ya Sfaxien ya Tunisia ambayo ilitoa ubingwa huo mara 3 na kushika nafasi ya pili mara 1. Walipofuatiwa na Etoile de Sahel ya Tunisia tena ambao walitoa ubingwa mara 2. Sawa na TP Mazembe, Berkane, Raja Casablanca, timu zilizotoa mara 1 ni 9 zikiongozwa na FAR Rabat, AC Al-Ahly, AC Leopards, Al Ahly Zamalek, Heart of Oak, Stade Malien na Rabat. Timu 13 zilifika fainali na kushindwa kutoa ubingwa huo ikiwemo Yanga kwa nchi majirani Kenya, Tanzania na Uganda. Yanga ndio timu pekee iliyofika fainali ya michuano hiyo kwa mara ya kwanza. Timu ya 4 kutolewa kwa kanuni. Yanga ilikuwa timu ya 4 kukosa ubingwa wa kombe la shirikisho Afrika kutokana na kanuni ya bao la ugenini baada ya mechi kumalizika kwa jumla ya mabao 2-2. Timu ya kwanza kukosa ubingwa kutokana na kanuni hiyo ni FAR Rabat ambayo walitoka sare ya jumla ya bao 1-1 na Etoile de Sahel mwaka 2006. Nyingine ilitokea mwaka 2008 wakati klabu Sfaxien ilipotoka sare ya bao 2-2 na Etoile mwaka 2014. Al Ahly ilitoa ubingwa kwa faida ya bao la ugenini baada ya kupigwa 2-1 na Sewe Sport wakiwa ugenini na walipokwenda nyumbani kwao wakashinda bao 1-0. Timu ya 4 ni USM Alger ambao walishinda kwa sare ya mabao 2-2 baada ya kushinda bao 2-1 Mkapa na kufungwa bao 1-0 nyumbani kwao. Yanga iliweka rekodi ya kuwa timu ya pili kushinda mchezo wa pili wa fainali ikiwa ugenini kwenye dakika 90 baada ya kuwachapa USM Alger bao 1-0 baada ya kulala bao 2-1 kwenye uwanja wa Mkapa, lakini ya 3 kwa ujumla baada ya Heart of Oak kushinda kwa penalti 8-7 dhidi ya Asante Kotoko mwaka 2004. Hii ni rekodi ambayo ilidumu kwa miaka 20 tangu mwaka 2004. Michuano hiyo ilipoanza, matokeo ya fainali ya pili yalikuwa FAR Rabat 3 Dolphins 0, Etoile Sahel 0, FAR Rabat 0, Club Sfaxien 1, Al Merreikh 0, Etoile Sahel 2, Club Sfaxien 0, Stade Malien 3-2 dhidi ya AS Setif. Nyingine klabu Sfaxien 2-3 de Rabat ikiwa ya kwanza kushinda ugenini mechi ya pili. Fez 5-5 Club Africain, AC Leopard 2, Djoliba FC 1, TP Mazembe 2, Club Sfaxien 1, Al Ahly 1, Sewe Sport 0, Etoile de Sahel 1, Orlando Pirates 0, TP Mazembe 4, Mobeja
moja. Pia Super Sport United 0-0 dhidi ya TP Mazembe. AC Vita Klabu 3-1 dhidi ya Raja Casablanca na Zamalek 5-3 dhidi ya RS Berkane. Hivyo timu ya Simba ni timu ya pili kutoka Tanzania kutinga fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika kwa mara ya kwanza. Tangu kuanzishwa kwa Simba mwaka 1936, imewahi kufika robo fainali ya mashindano ya Afrika mara 8 kwenye michuano mbalimbali ikiwemo kombe la klabu bingwa Afrika, sasa ligi ya mabingwa, kombe la CAF na kombe la shirikisho. Cha kushangaza katika mara hizo zote 8 ilikuwa imevuka hatua ya robo fainali mara 2 tu. Mara ya kwanza ulikuwa mwaka 1974 Simba ilipowatoa Hearts of Oak ya Ghana kwa jumla ya mabao 2-0 ugenini mjini Accra, Ghana, kwa mabao ya Abdallah King Kibaden na Adam Sabu, kabla ya kwenda sare tasa ya 0-0 jijini Dar es Salaam. Kikosi cha Simba kilikuwa na magwiji kama King Kibaden, Sabu Mohamed Kajuni, Asmani Mambosa na Abasi Dilunga. Hii ilikuwa ni enzi ambazo hata mfadhili mkubwa wa sasa wa klabu Mohamed Mo Dewji alikuwa hajazaliwa. Hata hivyo, katika hatua ya nusu finali Simba walikumbana na Mahela El Kabri ya Misri na kupoteza nyumbani kwa bao 1-0 na kisha kipigo kama hicho ugenini na kuondolewa kwa jumla ya mabao 2-0. Simba ilivuka tena robo finali mwaka 1993. Safari hii dhidi ya Al Harak ya Algeria. Iliibuka na ushindi wa mabao 3-0 nyumbani kwa mabao 2 kutoka kwa Edward Chumila Edo na 1 kutoka kwa Ramazani Abdul Mashine kabla ya kupoteza bao 2-0 ugenini. Hii ilikuwa enzi ambazo msemaji wa sasa wa klabu Ahmed Ali alikuwa bado mtoto wa darasa la kwanza au la pili au hajaanza kabisa shule.